Na hizi ni ripoti za Maalim Media kutoka katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Wananchi katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kuchukua tahadhari mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuzingatia usafi wa mazingira ili kuepukana na majanga yanayoweza kuhatarisha maisha yao. Hayo yamesemwa leo Machi 27, 2025 na mkuu wa wilaya ya Mpanda Mheshimiwa Jamila Yusuf wakati alipowatembelea wananchi wa mtaa wa Kasimba uliopo katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi baada ya kutokea kwa taharuki ya nyoka mkubwa aina ya chatu katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya usalama, tumekuja hapa kwa sababu ya tukio hili la kiusalama. Sio mara ya kwanza tumefika, tulikuja wakati tukio lile la kwanza kabisa lilitokeza Januari, tulikuja hapa kamati ya usalama. Baadhi ya wajumbe tulikuja nao hapa tukazungumza pale darajani. Na bahati nzuri nyoka yule akabahatika kukamatwa. Sasa tulivyosikia tena hili tukio la pili, tukasema tuje tuwasikilize wananchi wenzetu huku Kasimba. Sasa ndugu zangu, kwanza tuanze kwa kuwapeni pole kwa changamoto. Kwa kweli nyasi ni nyingi. Kora yangu ya kwanza, ndugu zangu, tufanye usafi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe unaendesha usafi sana kwenye soko lako lile, soko kubwa pale. Ni pasafi mno. Sasa na huu mtaa wako huku bwana, kuwe kusafi. Kama kuna mwenye kiwanja hayupo, afahamiki, halmashauri mumtafute huyu mtu afanye usafi. Aidha, Jamila amewataka wananchi wa mtaa huo kukaa mbali na eneo hilo ili kuepukana na kuwakaribisha wanyama katika maeneo yao. Lakini jambo lingine nataka nitoe pia rai kwenu. Kuheshimu hizi mita 60. Unajua huko watu nako wangekuwa alimilimi. Inasaidia pia kutokaribisha hao wanyama karibu. Kwa hiyo mkurugenzi, uhakikishe ile eneo la mita 60 sasa, kwa sababu liko karibu na makazi, limekuwa ni hatari. Ushirikiane na watu wa wanyamapori, sijui na watu gani wengine utakaoona wewe inafaa ile eneo liwe safi. Sasa mnalima na mpunga, mwisho wa siku mpunga utafunga kabisa huu. Kwa hiyo wanyama watasogea karibu na hamtawaona kwa urahisi. Tofauti na pakiwa peupe. Kwa sababu hapa ni mjini, kaimu mkurugenzi. Tusichukulie kama ile mito mingine iliyoko maeneo mengine huko mitoni kabisa. Hapa ni mto kweli, bonde, lakini makazi ya watu yako hapa karibu. Pia amesema watoto wote wanaoenda kuvua samaki katika mto uliopo karibu na eneo hilo kuacha mara moja, na kusema kuwa ni jukumu la kila mzazi kuzingatia alipo mtoto wake masaa yote 24, na kumtaka mtendaji wa eneo hilo kuwachukulia hatua wazazi wa watoto hao wanaoenda kuvua samaki katika eneo hilo. Kwamba watoto wanaenda kuvua kwenye huo mto. Lakini anye ndugu zangu, mbona mtakuwa na roho ngumu? Unamtuma mtoto kwenye mto wenye nyoka wakubwa hivyo kweli? Wanatoroka. Ni jukumu la mzazi kujua mtoto wako yuko wapi masaa 24. Eti samaki wanaleta waleti. Mbona mwaulizi mmepata wapi samaki? Sasa mtendaji, na wewe kwa sababu ili jambo linahusu usalama bwana, utusaidie. Mtoto yote anayekutwa huko mtoni, kwanza hakikisha unamfuata mzazi wake, mchukulie hatua. Nao baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kasimba wameipongeza serikali kwa kuweza kuchukua hatua za haraka za kudhibiti hatari hiyo, na kuiomba serikali kuwe na doria za mara kwa mara, huku wengine wakiomba uwepo wa miundombinu mizuri ikiwemo barabara. Kupitia wewe mkuu wetu wa wilaya, tunaomba sana kama ni doria zifanyike kuanzia eneo la jeshi kuja huku. Kwa sababu nyoka wao mara nyingi zamani walikuwa wanapatikana maeneo ya jeshini. Kwa sasa hivi inawezekana na hawa tunaowaona huku mimi naona ni watoto tu. Wapo nyoka wakubwa. Kwa tuombe kupitia mkuu wetu wa wilaya kama ni doria zifanyike maeneo haya ili watoto wetu wawe salama. Mazingira haya kama alivyopita barozi mwenzangu kwamba tupatiwe barabara.
eneo hili linatakiwa pawe barabara hapa. Kuna mawe hapa yameenda moja kwa moja kapandisha juu. Kumbe niombe sasa serikali kwa ujumla ndio yenye nguvu ikishirikiana na wananchi. Wananchi wakishirikishwa na serikali wataweza. Happiness William Asmani ni mkazi wa Kasimba. Pointi yangu ni moja. Nashukuru sana viongozi mmefika kushirikiana na sisi. Lakini kabla ya viongozi, sisi wenyewe tuyafanye mazingira kuwa safi. Nadhani viongozi mmekuja mmepitia hii njia, mmeona kuna nyumba za watu huko, lakini nyasi ni hizo ndefu zinaonekana hata za kuweza kuwezeka nyumba. Kwa nini tusisafishe kwanza sisi maeneo yetu? Kwa mimi ni waombe wana Kasimba muwe wepesi wa kuitikia mikutano, lakini yanayoelezwa hapa tuyachukulie serious, tukayafanyie kazi. Huyu mkuu wa wilaya ni kiongozi wetu, lakini haishi karibu na nyoka hawa. Sisi ndio tunaishi nao. Kwa hiyo ni jukumu ambalo analifanya la kutusaidia sisi. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kuchukua tahadhari kama alivyozungumza, lakini tunapoitana kwenye shughuli za kimaendeleo kama hivi leo asubuhi tulikuwa na swala la usafi pale. Waliofika ni watu wachache sana. Wengine wamelala tu kana kwamba wao hili jambo la hatari haliwahusu. Kwa hiyo ni waombeni. Tumekubaliana kwamba kila Alhamisi itakuwa ni siku ya kufanya usafi pembezoni mwa huu mto. Kwa hiyo Alhamisi asubuhi saa 1 tunakutana hapa na majembe na mapanga na masresha kwa ajili ya kufanya usafi. Na hizi ni ripoti za Maalim Media kutoka katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi.